Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo, tuandamani. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa, ikisikika pia maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Tuseme tu eneo zima la pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo ikiwikia 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Mei 7 na Alhamisi ya leo tunaangazia hotuba ya taifa yake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Baadhi ya ujumbe wake, hayupo tayari kuondoka madarakani kabla ya kumaliza majukumu yake. Je, hili limetazamwa vipi na raia wa Kongo? Kwa kweli, kwa mtazamo wa watu wengi, wanawaza kama vita hivi ni kwa ajili asalie madarakani, lakini sisi tunawaza kama sivyo, sababu tumeona juhudi nyingi amezitia ili kuweza kuwasisimua Umoja wa Mataifa. Unajua kama resolution mingi zimekamatika za kuruhusu Rwanda iondoke katika nchi ya Kongo na M23 ifuate katiba na ifuate amani, lakini hiyo haijawezekana bado, na ndio sisi tunauzika sababu resolution zote ambazo zimekamatika ili M23 na wafadhili wa Rwanda waondoke na amani iregee. Sisi wote tunajiuliza ni nini inaacha hawaondoki. Rais amesema mwenyewe eti mambo ya kurudia Nord Kivu na hata Sud Kivu ya jua Mungu. Hayo kabisa, hatuwezi kusema eti kutakuwa uchaguzi ambapo watu wangali chini ya uongozi wa Baribos, na hiyo kabisa katiba hairuhusu pia hiyo. Kwa haya na mengine mengi, kaa nasi. Hebu sasa nimpishe mwenzangu Edith Peter akiwa Dar es Salaam ili atuletee taarifa za habari. Casablanca, Morocco. Zaidi ya wanajeshi 600 kutoka mataifa mbalimbali wanaendelea kuwatafuta wanajeshi wawili wa Marekani waliopotea nchini Morocco wakati wa mazoezi ya kijeshi pamoja kati ya Marekani na Afrika. Vikosi hivyo vinafanya upekuzi katika mapango ya chini ya maji na maeneo ya pwani ya bahari ya Atlantic, mamlaka zilisema siku ya Jumatano. Wakati operation ya utafutaji ikiingia siku ya 5, mazoezi ya kijeshi ya Africa Lion yalikuwa yakikaribia kumalizika. Wanajeshi hawa wawili wa jeshi la Marekani walipotea wiki iliyopita karibu na eneo la mafunzo la Cap Dra lililo nje ya mji wa pwani wa Tantan, kusini magharibi mwa Morocco. Jeshi la Morocco lilisema inaaminika walikuwa kwenye matembezi ya burudani na huenda walianguka baharini. Zaidi ya watu 600 kutoka Marekani, Morocco na washiriki wengine wa mazoezi ya Africa Lion wanashiriki katika utafutaji huo ambao umehusisha eneo zaidi ya kilomita za mraba 45 za pwani ya bahari ya wazi, afisa mmoja wa ulinzi wa Marekani aliambia Associated Press. Afisa huyo hakutaka jina lake litajwe kwa sababu hakuwa ameruhusiwa kuzungumzia swala hilo hadharani. Wanajeshi hao walikuwa wakishiriki katika mazoezi ya African Lion ya mwaka 2026 yanayoongozwa na Marekani, yaliyoanza mwezi Aprili katika nchi 4: Morocco, Tunisia, Ghana na Senegal, yakihusisha zaidi ya wanajeshi 7,000 kutoka zaidi ya mataifa 30. Mazoezi hayo yanatarajiwa kumalizika siku ya Ijumaa. Tangu mwaka 2004 yamekuwa mazoezi makubwa zaidi ya pamoja ya kijeshi ya Marekani barani Afrika. Bangui, Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na kiongozi mkubwa wa upinzani Aniset George Dologele alikosoa Jumatano hatua ya kunyang'anywa pasipoti yake ya kidiplomasia, akisema ni matumizi mabaya ya madaraka. Dologele aliyekuwa waziri mkuu kati ya mwaka 1999 na mwaka 2001 alisema alizuiwa kupanda ndege kuelekea mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa Jumatano. Nilipokuwa uwanjani ndipo niligundua kuwa nimezuiwa kuondoka nchini baada ya kutangazwa kama mtu asiye na uraia katika nchi yangu mwenyewe, aliambia mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Bangui. Yeye ni mjumbe wa bodi ya mfuko wa amani wa Umoja wa Afrika, nafasi ambayo ameshikilia tangu mwaka 2018. Mwaka jana Dologele aliacha uraia wake wa Ufaransa kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo ili kugombea urais dhidi ya Rais Faustin Archange Touadera aliyewania muhula wa 3 mwaka jana. Dologele alielezea uchaguzi wa mwaka jana kuwa ulikuwa mbali sana na ukweli na amekuwa akiendelea kumkosoa Touadera mara kwa mara. Kulingana na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo, alipata 13.1% ya kura. Tangu wakati huo ameendelea kutumia pasipoti yake ya kidiplomasia aliyopewa kama waziri mkuu wa zamani, akidai serikali imekataa kumpatia pasipoti mpya. N'Djamena, Chad. Chad imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa baada ya shambulio jipya la magaidi wa Boko Haram Jumatano kuwazuia majenerali wawili katika bonde la Ziwa Chad. Jumatatu jioni, shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi ya Barka Tororo katika upande wa Chad wa Ziwa Chad liliua angalau wanajeshi 24 na kuwajeruhi wengine kadhaa, kwa mujibu wa chanzo cha kijeshi. Jumatano alasiri, boti za vikosi vya usalama na ulinzi zilizokuwa zikifanya doria katika eneo la visiwa vya Ziwani ziliingia katika mtego wa Boko Haram, afisa mmoja wa makao makuu ya jeshi aliongeza, akisema majenerali wawili waliuawa. Wanajeshi wa Chad mara nyingi wamekuwa wakilengwa na Boko Haram katika eneo la Ziwa Chad ambalo lina maji mengi, mabwawa na visima vingi kati ya Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Tangu mwaka 2009 eneo hilo limekuwa ngome ya magaidi wanaowahifadhi wapiganaji wa Boko Haram pamoja na kundi pinzani la ISWAP. Tsavo, Kenya. Kiboko, mtoto aliyekutwa akiwa ameng'ang'ania mwili wa mama yake aliyekufa katika ziwa nchini Kenya mwishoni mwa wiki sasa, analelewa katika hifadhi ya wanyamapori baada ya kuokolewa. Kiboko huyo mdogo aliyepewa jina la Bumpy alikuwa na umri wa siku chache tu alipobaki yatima. Shirika la kuhudumia wanyamapori Kenya KWS lililomokoa na kumkabidhi kwa taasisi ya kuhifadhi wanyamapori kwa ajili ya matunzo maalum lilisema huenda mama yake alikufa kwa sababu za kawaida. KWS ilisema kuwa kumokoa kiboko huyo kutoka majini ilikuwa changamoto kubwa kutokana na jinsi alivyokuwa ameng'ang'ania mwili wa mama yake aliyekufa. Shirika hilo liliongeza kuwa inawezekana mama huyo alifariki katika mapambano ya kugombea eneo akiwa anamlinda mtoto wake. Baada ya kuokolewa, kiboko huyo mdogo aliyekesha usiku wake wa kwanza katika kituo cha kulelea wanyama mjini Nairobi, ambapo alikuwa kinyweshwa maziwa na kufunikwa na blanketi. Baadaye alisafirishwa kwa ndege hadi hifadhi hiyo karibu na hifadhi ya taifa ya Tsavo Mashariki kwa ajili ya kulelewa hadi atakapokuwa tayari kurudishwa porini. Bumpy ameunganishwa na kiboko mwingine mdogo mwenye karibu mwaka mmoja. Wote wawili wanatarajiwa kuachiliwa porini watakapokuwa wakubwa ili kujiunga na viboko wengine wanaoishi katika mazingira ya asili. Shukran sana Edith, na moja kwa moja tuanzie mjini Kinshasa, DRC, ambapo Rais Felix Tshisekedi amehutubia taifa na kuweka wazi nia yake kuendelea kusalia madarakani baada ya muhula wake kufikia kikomo hapo mwaka 2028. Kiongozi huyo ameongeza kwamba hali ya usalama mbaya katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini yaliyoko mashariki mwa nchi hiyo ni changamoto kubwa na kizingiti dhidi ya kufanyika uchaguzi wowote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hata hivyo yuko tayari kuridhia kura ya maoni ili Wakongomani waamue mwelekeo wa uongozi wa nchi yao. Nampisha Mbelechi Msoshi akiarifu kutoka Kinshasa. Katika mkutano wa vyombo vya habari, Tshisekedi aliangazia masuala kadhaa ya nchi: diplomasia, usalama, siasa na jamii. Kuhusu diplomasia, alijisifia mafanikio yake licha ya malalamiko ya baadhi ya wananchi kuhusu safari zake za nje za mara kwa mara. Uhusiano wake wa diplomasia na Marekani ulimwezesha kuweka wazi msimamo wake kwamba hali ya usalama ya mashariki mwa DRC imechochewa na mtangulizi wake Joseph Kabila, na amesema vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Kabila ni ishara tosha kwamba nchi hiyo ina
inaelewa vyema ukweli wa hali ilivyo mtini DRC. Mjadala kuhusu uwezekano wa marekebisho ya katiba ambayo yatamfungulia njia ya muhula wa tatu Rais Tshisekedi aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2019 alisema ya kwamba nia yake ni kumaliza miula yake miwili na kuondoka, lakini ikiwa raia wanataka aendelee kuongoza basi kura ya maoni, licha kanisa Katoliki Protestanti wamepinga marekebisho yote ya katiba ambayo yatamupa muhula mwingine. Oui, moi je suis pour l'analyse. Ndio, mimi niko tayari kwa marekebisho ya katiba yatakayofanywa na wataalamu kwa sababu ina makosa mengi, lakini hiyo haimaanishi kwamba nataka muhula wa tatu. Nitafurahi kumaliza mihula yangu miwili na kuiacha nchi katika amani, lakini wananchi wakiomba irekebishwe, basi itarekebishwa kupitia kura ya maoni, c'est-à-dire par référendum. Kuhusu kuandaliwa kwa uchaguzi ambao unapangwa mwaka 2028, Rais Tshisekedi alikuwa wazi, hakuna uchaguzi utakayofanyika wakati jimbo la Kivu Kusini na Kaskazini zingali nashikiwa na kundi la M23. Si on ne peut pas terminer cette guerre, ikiwa hatuwezi kumaliza vita hivi, kwa bahati mbaya hatutaweza kuandaa uchaguzi wa mwaka 2028. Si kwa sababu nitakuwa nimekataa kuandaa, rasilimali zipo, tunaweza kuandaa, lakini hatuwezi kuandaa bila Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tutaandaje uchaguzi? Angalieni nchini Ukraine. Imepita miaka miwili sasa tangu uchaguzi ulipaswa kufanyika. Dunia nzima imeelewa kwamba Rais Zelensky hawezi kuandaa. Wakati wa kampeni ya uchaguzi uliopita, Rais Tshisekedi ambaye alitishia kushambulia Rwanda ikiwa hata risasi moja ikiingia ndani ya mji wa Goma, aliomba radhi kwa raia wa Kongo kulingana na kauli yake hiyo ambayo hakutimiza, akisema alikuwa anafichwa ukweli kuhusu upungufu uliokuwa katika jeshi. Baada ya kauli hizo za rais, baadhi ya wapinzani waliona Rais Tshisekedi ameonyesha wazi nia yake ya kurekebisha katiba. Andre Luboya ambaye ni mbunge wa zamani aliyekuwa mshiriki wa karibu na Rais mstaafu Joseph Kabila amesema kura ya maoni pia haiwezi kufanyika wakati jimbo hizo mbili ziko mikononi mwa waasi. Martin Fayulu, mpinzani mwingine mkuu wa Rais Tshisekedi ambaye ameendelea kudai kunyimwa ushindi wake katika uchaguzi wa mwaka 2018 ambao anadai Kabila alimkabidhi rais wa sasa, atafanya mkutano na vyombo vya habari kesho ili kutoa maoni yake kuhusu kauli hizo za Rais Tshisekedi. Bilichi Msoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Shukran sana Mbelechi Msochi. Na tunasonga mbele ambapo matamshi ya Rais Felix Tshisekedi kuendelea madarakani baada ya muhula wake kukamilika yamezua mjadala kati ya mrengo tofauti ya kisiasa nchini DRC. Wafuasi wa kiongozi huyo wamekuwa wakisema hana muhula na kwamba anastahili kusalia madarakani hadi pale atakapomaliza huduma, yani kile ambacho tunasema ni mission yake. Wamekuwa na kauli mbiu hii. Wapinzani wanasisitiza umuhimu wa kuheshimu katiba na kumtaka rais kustaafu baada ya muhula wake kumalizika mwaka wa 2028. Kujadili zaidi kuhusu hotuba hii ya Rais Felix Tshisekedi, mwanahabari Msekedide amezungumza na Laurent Mugiraneza, mtaalam wa maziwa makuu. Kuhusu hotuba ya rais ambao tuliweza kuifuata jana, sisi wote tulishikwa na mshangao mkubwa. Yaani ilionekana kama alikuwa na lengo la kuomba huruma raia kwa yale aliyoweza kuahidi wakati wa kampeni yake, akisema eti kwa risasi moja tu ataweza kutoa Rwanda na kuweza kukusanyisha bunge waweze kumpa ruhusa ya kufanya vita kiwaziwazi. Lakini katika msemo yake ni kwamba aliweza kwenda kusema kama alikuwa bado hayajua jeshi lake, walimficha mambo mengi, na hiyo ndio imeacha anashindwa kutekeleza mikakati yake. Baadaye sisi tumeweza kusoma kama yale kabisa leo yanena kuhusu jambo hilo la kusema eti alikuwa hajue jeshi lake. Tumeona kama sisi Wakongomani tunadanganywa siku zote, yaani maoni hayo hayakuweza kupenyeza katika vichwa vyetu, isipokuwa tu kukubali kama aliweza kushindwa kumaliza vita hii. Unasemaje kwa wale wanaohisi kwamba ikiwa serikali inashindwa kukomesha vita leo na kudhibiti muungano wa AFC M23 ni kwa maslahi yao ili uchaguzi usifanyike mwaka wa 2028 na wao waendelee kusalia madarakani? Kwa kweli, kwa mtazamo wa watu wengi,
wanawaza kama vita hivi ni kwa ajili asalie madarakani, lakini sisi tunawaza kama sivyo, sababu tumeona juhudi nyingi amezitia ili kuweza kuwasisimua Umoja wa Mataifa. Unajua kama resolution mingi zimekamatika za kuruhusu Rwanda iondoke katika nchi ya Kongo na M23 ifuate katiba na ifuate amani, lakini hiyo haijawezekana bado, na ndio sisi tunauzika sababu resolution zote ambazo zimekamatika ili M23 na wafadhili wa Rwanda waondoke na amani iregee. Sisi wote tunajiuliza ni nini inaacha hawaondoki. Rais amesema mwenyewe eti mambo ya kurudia Nord Kivu na hata Sud Kivu ya jua Mungu. Hayo kabisa hatuwezi kusema eti kutakuwa uchaguzi ambapo watu wangali chini ya uongozi wa Baribos, na hiyo kabisa katiba hairuhusu pia hiyo. Tangu Disemba 2025 kufikia sasa kuna mikataba nyingi inayosainiwa pamoja na makubaliano mengi tu. Kuna matarajio gani kuhusu usitishwaji vita na raia kuishi amani ya kudumu wakati makundi ya simu yaonekana kuendelea kuimarisha ngome zao? Kuna unafiki katika mambo hayo yote. Unajua Amerika ni nchi kubwa na ni nchi ambayo inaweza, sababu hata imekamata muda wa kwenda kumuondoa Rais Maduro kwake na kumuleta awe mfungwa mahali kwao. Alafu kusema Amerika iweze kusema neno kwa ajili Kagame atoshe majeshi yake katika Kongo, waweze kusaini mikataba mbalimbali, lakini Kagame aikatae na kuleta kiburi hivi, kwa kweli ni kusema kama kuna vitu haviendeki na kuna mambo mengi ambayo yanafichama hapo. Kwa mwisho kabisa, unafikiri nini kinachosalia na ambacho kikawe mategemeo ya kukomesha machafuko, kwa kuwa njia zote za kutafuta amani zaonyesha mipaka yake? Kongo imekwisha kufanya yote ambayo ingepata kufanyika ili amani irudi kwetu, sababu wamefanya hatua ndefu katika kidiplomasia, na tunawaza kama ni wakati sasa waweze kuruhusu Umoja wa Mataifa ambapo inasema ETCLF treve, na yote inaonekana kama kuna kwa kiburi ngambo ya wanajeshi wa M23 na Rwanda. Na waza kama ni muda wa kufaa ambapo majeshi yetu na wafadhili wao wapewe ruhusa sasa na waweze kuomba msaada ili waingie kwenye mapambano, wa kuweza aweze, wa kushindwa ashindwe, lakini sisi raia tusiweze kuendelea kuchoshwa na vita hii ambayo haina sababu. Ni mwanahabari Msekedide akizungumza na Laurent Mukiraneza, mtaalam wa maziwa makuu. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi. Ukiwa Afrika Kusini, sasa unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio iliyopo mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu inayopatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani kama vile kule Burundi, pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Tukisonga mbele ni kwamba Mali inazidi kuzama katika mzozo mkubwa wa kiusalama na kiutawala, hali inayoashiria kuyumba kwa mamlaka ya serikali katika baadhi ya maeneo muhimu ya nchi. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa makundi ya wapiganaji wanaohusishwa na Al-Qaeda na wapiganaji wa Tuareg wameongeza mashambulizi yao, wakiteka wanajeshi na kudhibiti barabara kuu zinazounganisha miji mikubwa na mji mkuu Bamako. Shisia Wasilwa na tahariri ifuatayo. Hali inayoendelea nchini Mali inaashiria mkwamo mkubwa wa usalama na utawala, ambapo mji mkuu Bamako na maeneo yake ya pembezoni yameanza kukumbwa na msongo wa usambazaji wa huduma za msingi.
Ripoti zinaonyesha kuwa makundi ya wapiganaji wanaohusishwa na Al-Qaeda na makundi ya Tuareg yameongeza udhibiti katika baadhi ya barabara kuu, hali iliyosababisha usafirishaji wa bidhaa kuelekea mji mkuu kukwama. Matokeo yake ni uhaba wa bidhaa muhimu kama chakula, mafuta na dawa, hali inayosababisha bei kupanda na maisha wananchi kwa magumu zaidi. Shughuli za kawaida za kiuchumi zimeathirika, huku biashara nyingi zikisimama au kufanya kazi kwa kiwango cha chini kutokana na ukosefu wa usalama na usafiri. Katika sekta ya elimu, shule na vyuo vikuu katika baadhi ya maeneo vimesitishwa kwa muda usiojulikana kutokana na tishio la mashambulizi, hali inayoathiri moja kwa moja mustakabali wa vijana. Wakati huo huo, sehemu kubwa ya watumishi wa serikali wameripotiwa kuagizwa kubaki nyumbani, isipokuwa wale wa sekta muhimu kama afya ambao wanaendelea kutoa huduma katika mazingira magumu na hatarishi. Huduma za maji na umeme nazo zimeanza kuyumba katika baadhi ya maeneo, hali inaonyesha athari za moja kwa moja za mkwamo wa usalama kwenye miundombinu ya kijamii na kiuchumi. Hii inaongeza ushinikizo kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za maisha ya kila siku. Kwa ujumla, hali hii inaonyesha jinsi mzozo wa kiusalama unavyoanza kuathiri moja kwa moja mfumo wa kawaida wa maisha ya taifa, kutoka usafirishaji hadi elimu na huduma za msingi, na kuweka nchi katika wakati mgumu wa kutafuta suluhisho la haraka na la kudumu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hali ya mali inaonyesha dalili za kuporomoka kwa udhibiti wa serikali katika baadhi ya maeneo kaskazini na kati ya nchi, ambapo makundi ya silaha yameendelea kuimarisha ushawishi wao. Wanatahadharisha kuwa endapo hali haitodhibitiwa haraka, mgogoro huo unaweza kusababisha athari kubwa zaidi za kibinadamu na kiuchumi katika eneo zima la Sahel. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili, yani wasubscribe na pia kujiunga na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Hebu sasa tupate muktasari wa taarifa muhimu barani, naye Edith Pitaki wa Dar es Salaam. Casablanca, Morocco. Zaidi ya wanajeshi 600 kutoka mataifa mbalimbali wanaendelea kuwatafuta wanajeshi wawili wa Marekani waliopotea nchini Morocco wakati wa mazoezi ya kijeshi pamoja kati ya Marekani na Afrika. Vikosi hivyo vinafanya upekuzi katika mapango ya chini ya maji na maeneo ya pwani ya bahari ya Atlantic, mamlaka zilisema siku ya Jumatano. Wakati operesheni ya utafutaji ikiingia siku ya 5, mazoezi ya kijeshi ya Africa Lion yalikuwa yakikaribia kumalizika. Wanajeshi hawa wawili wa jeshi la Marekani walipotea wiki iliyopita karibu na eneo la mafunzo la Cap Dra lililo nje ya mji wa pwani wa Tantan, kusini magharibi mwa Morocco. Jeshi la Morocco lilisema inaaminika walikuwa kwenye matembezi ya burudani na huenda walianguka baharini. Zaidi ya watu 600 kutoka Marekani, Morocco na washiriki wengine wa mazoezi ya Africa Lion wanashiriki katika utafutaji huo ambao umehusisha eneo zaidi ya kilomita za mraba 45 za pwani ya bahari ya wazi, afisa mmoja wa ulinzi wa Marekani aliambia Associated Press. Afisa huyo hakutaka jina lake litajwe kwa sababu hakuwa ameruhusiwa kuzungumzia swala hilo hadharani. Wanajeshi hao walikuwa wakishiriki katika mazoezi ya African Lion ya mwaka 2026 yanayoongozwa na Marekani, yaliyoanza mwezi Aprili katika nchi 4: Morocco, Tunisia, Ghana na Senegal, yakihusisha zaidi ya wanajeshi 7,000 kutoka zaidi ya mataifa 30. Mazoezi hayo yanatarajiwa kumalizika siku ya Ijumaa. Tangu mwaka 2004 yamekuwa mazoezi makubwa zaidi ya pamoja ya kijeshi ya Marekani barani Afrika. Bangui, Jamhuri ya Afrika ya Kati. Waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na kiongozi mkubwa wa upinzani Anicet George Dologele alikosoa Jumatano hatua ya kunyang'anywa pasipoti yake ya kidiplomasia, akisema ni matumizi mabaya ya madaraka. Dologele, aliyekuwa waziri mkuu kati ya mwaka 1999 na mwaka 2001, alisema alizuiwa kupanda ndege kuelekea mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa Jumatano. Nilipokuwa uwanjani ndipo niligundua kuwa nimezuiwa kuondoka nchini baada ya kutangazwa kama mtu asiye na uraia katika nchi yangu mwenyewe, aliambia mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Bangui.
Yeye ni mjumbe wa bodi ya mfuko wa amani wa Umoja wa Afrika, nafasi ambayo ameshikilia tangu mwaka 2018. Mwaka jana Dologele aliacha uraia wake wa Ufaransa kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo ili kugombea urais dhidi ya Rais Faustin Archange Touadera aliyewania muhula wa 3 mwaka jana. Dologele alielezea uchaguzi wa mwaka jana kuwa ulikuwa mbali sana na ukweli na amekuwa akiendelea kumkosoa Touadera mara kwa mara. Kulingana na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo, alipata 13.1% ya kura. Tangu wakati huo ameendelea kutumia pasipoti yake ya kidiplomasia aliyopewa kama waziri mkuu wa zamani, akidai serikali imekataa kumpatia pasipoti mpya. N'Djamena, Chad. Chad imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa baada ya shambulio jipya la magaidi wa Boko Haram Jumatano kuwazuia majenerali wawili katika bonde la Ziwa Chad. Jumatatu jioni, shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi ya Barka Tororo katika upande wa Chad wa Ziwa Chad liliua angalau wanajeshi 24 na kuwajeruhi wengine kadhaa, kwa mujibu wa chanzo cha kijeshi. Jumatano alasiri, boti za vikosi vya usalama na ulinzi zilizokuwa zikifanya doria katika eneo la visiwa vya Ziwani ziliingia katika mtego wa Boko Haram. Afisa mmoja wa makao makuu ya jeshi aliongeza, akisema majenerali wawili waliuawa. Wanajeshi wa Chad mara nyingi wamekuwa wakilengwa na Boko Haram katika eneo la Ziwa Chad ambalo lina maji mengi, mabwawa na visima vingi kati ya Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Tangu mwaka 2009 eneo hilo limekuwa ngome ya magaidi wanaowahifadhi wapiganaji wa Boko Haram pamoja na kundi pinzani la ISWAP. Tsavo, Kenya. Kiboko, mtoto aliyekutwa akiwa ameng'ang'ania mwili wa mama yake aliyekufa katika ziwa nchini Kenya mwishoni mwa wiki sasa, analelewa katika hifadhi ya wanyamapori baada ya kuokolewa. Kiboko huyo mdogo aliyepewa jina la Bumpy alikuwa na umri wa siku chache tu alipobaki yatima. Shirika la kuhudumia wanyamapori Kenya KWS lililomokoa na kumkabidhi kwa taasisi ya kuhifadhi wanyamapori kwa ajili ya matunzo maalum lilisema huenda mama yake alikufa kwa sababu za kawaida. KWS ilisema kuwa kumokoa kiboko huyo kutoka majini ilikuwa changamoto kubwa kutokana na jinsi alivyokuwa ameng'ang'ania mwili wa mama yake aliyekufa. Shirika hilo liliongeza kuwa inawezekana mama huyo alifariki katika mapambano ya kugombea eneo akiwa anamlinda mtoto wake. Baada ya kuokolewa, kiboko huyo mdogo aliyekesha usiku wake wa kwanza katika kituo cha kulelea wanyama mjini Nairobi, ambapo alikuwa kinyweshwa maziwa na kufunikwa na blanketi. Baadaye alisafirishwa kwa ndege hadi hifadhi hiyo karibu na hifadhi ya taifa ya Tsavo Mashariki kwa ajili ya kulelewa hadi atakapokuwa tayari kurudishwa porini. Bumpy ameunganishwa na kiboko mwingine mdogo mwenye karibu mwaka mmoja. Wote wawili wanatarajiwa kuachiliwa porini watakapokuwa wakubwa ili kujiunga na viboko wengine wanaoishi katika mazingira ya asili. Kwa wasikilizaji wetu nchini Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City ikirusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika na kutanda vilivyo. Nam, nikichambua kwenye mitandao yetu ambapo pia wasikilizaji wetu wapo, namuona Hamisi Nyonyo Mnyausi kutoka Ruhimba Mayamaya kule Dodoma, balozi wa Wagongo, akisema hoye sauti ya Afrika, hii ndio sauti halisi kwenye Afrika yetu. Kariuki Ndesh ukiwa mji mdogo Moi's Bridge Kitale unasema unatupata vizuri zaidi. Nawe Livingstone Akala ukiwa Butere Kenya unasema unatupata vyema kabisa. Tupe Habari TV hapo YouTube unasema asante sana idhaa ya Kiswahili ya Afrika kwa matangazo murua, hongera sana kwa kweli. Naam, jina hilo basi Tupe Habari TV, shukran sana pale. Patrick Tushu unasema nawapata mubashara nikiwa Mombasa Kenya. Naye Benjamin Mina hapo RDC Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema unatupata vizuri sana, hongerani idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Endeleeni kutusikiliza msikilizaji, na pengine kuna matangazo yoyote ungependa kuyapata ambao yako kule kwenyu na ungependa kuyasikiliza kwenye idhaa hii, tuandikie, na vile vile sisi kama waandishi tutafuatilia matangazo hayo.
Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Jina langu ni Anne Ngugi. Kumbuka kwamba kesho tutakuwa pamoja vile saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za nchi za Maziwa Makuu au Afrika ya Kati. Jioni njema.